Usiku wa 4 tangu wahamie, Beatrice aliamka saa 8 usiku baada ya kusikia sauti ya mtoto mdogo ikiimba kwa sauti ya chini. Ilisikika kama nyimbo ya zamani za watoto wachanga. Aliamka taratibu na kumtingisha Julius aliyekuwa amelala. "Julius, unasikia hiyo sauti?" aliuliza kwa hofu. Julius alifungua macho kwa uvivu akisikiliza. Kulikuwa na ukimya kwa sekunde chache, kisha sauti hiyo ikarudi tena. "La la loto la la la, mama huyo karibu." Lakini kulikuwa na jambo la kutisha. Sauti hiyo haikuonekana kutoka chumbani mwa watoto wao. Ilitokea koridoni nje ya chumba chao. Julius alisimama kwa hasira, akiwaza kuwa huenda ni watoto wao wanafanya mzaha. Alifungua mlango kwa nguvu na kutazama koridoni. Korido lilikuwa giza nene, lakini aliweza kuona kivuli cha mtoto mdogo kikipita kwa haraka. "Nani huyo?" alitoa kwa sauti nzito. Hakuna aliyejibu. Alienda moja kwa moja kwenye chumba cha watoto wake, lakini aliwakuta watoto wamelala fofofo, kana kwamba hawakuwa wameamka hata kidogo. Aliporudi chumbani, Beatrice alimkodolea macho kwa hofu. "Julius, hii nyumba ina kitu. Nahisi hatuko peke yetu." Julius alijaribu kumpa moyo, lakini moyoni mwake alikuwa ameshaanza kuhisi hofu isiyoelezeka. Siku 2 baadaye, Beatrice alikuwa peke yake nyumbani, akifanya usafi sebuleni. Alipofika kwenye kioo kikubwa kilichokuwa kwenye ukuta wa sebuleni, alisimama kwa muda akiangalia sura yake. Lakini ghafla, aliona kitu cha ajabu. Pembeni ya sura yake, aliona uso wa mwanamke mzee mwenye macho mekundu akitabasamu kwa hila. Beatrice alirudi nyuma kwa mshtuko, akihema kwa nguvu, lakini alipogeuka hakuwa na mtu yoyote nyuma yake. Mungu wangu!" Alipiga kelele huku akikimbia nje ya nyumba. Majirani walimuona akihema kwa nguvu, uso wake ukiwa umejaa hofu. Mmoja wa majirani, Mama Zawadi, alimsogelea kwa upole. "Binti yangu, unaonekana unapatwa na jambo baya, kulikoni?" Beatrice alitetemeka, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Nimeona mtu kwenye kioo, lakini nilipogeuka hakukuwa na mtu." Mama Zawadi alimtazama kwa macho makali. "Wewe na mumeo hamkusikia historia ya hii nyumba?" aliuliza kwa sauti nzito. Beatrice alitazama chini, akijua kuwa Julius alikataa kusikiliza hadithi hizo kabla ya kununua nyumba. Mama Zawadi alipiga saini kubwa. "Nyumba hii ina mizimu. Wenyeji wa zamani walitoweka kwa njia za ajabu. Ulifikiri kwa nini nyumba hii iliuzwa kwa bei ndogo?" Maneno hayo yalizidi kumtia hofu Beatrice. Baada ya